Karibuni katika vipindi vyetu vya Uonaji mwa Nyota. Siku ya leo nazungumzia karama kubwa, watu wenye karama kubwa. Katika mifumo yetu ya wanadamu kuna watu wenye karama kubwa ambazo huwaongezea au humuongezea mtu huyo utambuzi mkubwa wa mambo. Watu wengi wenye karama kubwa ni watu ambao wana utambuzi mkubwa wa mambo na maono makubwa, na vile vile ni watu ambao wakilala usingizi hushtuka usiku wa manane. Ni watu wenye nguvu kubwa za kiroho na ni watu wanaoashiriwa vitu vingi, kwa kuwa muda huo ni muda wa roho zingine kufuatilia kwa ajili ya kutumiwa au kutumika. Ndio maana mtu anayeshtuka au kukaa macho wakati wengi hawajui faida yake, kushtuka au kushtuliwa na watu wenye roho za kutumikishwa, ni watu ambao wana karama kubwa sana wanaopitiwa na vitu hivyo. Na kushtuka, kubaki macho ni kujilinda, ni ishara nzuri sana kwa mtu ambaye hutokewa na ishara kama hizi katika maisha yake. Mara nyingi watu kama hao wanaoshtuka na kujikuta wamepoteza usingizi au wako macho katika kipindi cha nguvu za kiroho zinavyotumika, ni watu ambao wana manufaa makubwa sana, na ni watu ambao wana ulinzi au wana power zinazowaongoza kuwaweka macho au kuwaweka roho zao kutambua nini kinachopita na nini kuna kizuri au kibaya kinachopita kwa wakati huo. Ishara hizo, kuna nguvu kubwa sana za kiroho nzuri baina yako wewe ukiambiwa una karama. Kwa hiyo wewe unakuwa na nguvu kubwa sana za kiroho baina yako wewe na roho yako, pamoja na nguvu za kiroho zinazotaka kutumia roho zingine zilizolala. Kwa hiyo wewe wenye karama kubwa unakuwa ni mtu roho yako inapingana na roho zingine zinazotaka kupita ili ziweze kutumia roho zingine. Kwa hiyo watu wenye kuamka ni watu wachache sana wenye nguvu za kupewa tahadhari hizo, na baadhi ya watu wengi wenye kutumia ushirikina huchukia sana kuona baadhi ya watu wenye makarama kama hayo na watu ambao kama wana bahati fulani. Ni watu wanaolindwa kiroho na wanaoongozwa pale palipo na ubaya au palipo na uzuri, wao hutambua mapema zaidi. Na mara nyingi watu wao wenye karama kubwa wamekuwa ni watu ambao wanajua vitu vingi kabla havijatokea, au wanaashiriwa au wanashtuka, na akishashtukia kitu kinakuwa vile vile ambavyo alivyokishtukia au alivyopewa ishara. Ndio maana baadhi ya watu wanakwambia wewe una karama kubwa sana, wewe huelewi karama yako ni ipi, au karama kubwa ni karama inayokuongoza wewe kuwa tofauti na watu wengine, na inakuongoza katika mambo ambayo yanaweza yakakupa manufaa zaidi katika mzunguko wa maisha yako, utambuzi wa mambo, kujua mambo hayajatokea, na vile vile kuwa na pawa kubwa ya kushindana na roho zingine zinazotaka kukushirikisha katika mambo mabaya. Ndio watu ambao wana karama kubwa. Wakati mwingine watu hawa hutamkiwa maneno kwamba wewe ni mtu mkubwa. Yaani mtu tu anaweza akamtamkia mtu mwenye karama, wewe ni mtu mkubwa. Sasa yule mtu kwa kutokuelewa kwake anazidi kuumiza kichwa, kwa sababu haelewi kwa nini ametamkiwa maneno kama yale. Kwa hiyo mara nyingi unapotamkiwa, jua wewe ni alama, wewe ni nyota, na wewe ni kitu juu ya kitu kingine katika roho zinazoashiria mambo mabaya au maovu. Niwakaribishe katika mwendelezo wetu wa ufuatiliaji wa vipindi vya nyota. Ingia TikTok, andika Mnajimu Kulthum, Instagram pamoja na Facebook, utufollow ili uweze kupata vipindi vyetu vile vile, na tutaendelea kutoa vipindi vyetu kila wakati. Tunaomba ututafute pia kwa matatizo mbalimbali katika ofisi zetu zilizopo Kifuru, Dar es Salaam. Kwa wale walio nje ya nchi, sisi tuko Tanzania. Karibuni sana. Namba zetu za simu zitapita hapo. Tutafanya mawasiliano na sisi ili kuweza kupata huduma mbalimbali. Pia msisahau tunatuma huduma zetu nchi na mikoa mbalimbali. Karibuni sana.